Leo tunapozungumza tuwekeze kama serikali ya mkoa wa Shinyanga, kwa kiasi gani mmewekeza kuhakikisha kwamba jitihada za maksudi zinachukuliwa kutokomeza malaria? Kimsingi tunawekeza kwenye unajua mfumo wa kuendesha huduma za afya umetengenezwa vizuri na Wizara ya Afya. Kuna vitu ambavyo tunaviagiza moja kwa moja. Kwa mfano vyandarua, hata kama sio kampeni, tuna mfumo wa kuviagiza kutoka Bohari ya Dawa kila mwezi. Na mkoa wetu uko kwenye kitu tunaita redesigning. Kwa hiyo tunaagiza mwezi huu, tukiagiza mwezi ujao tunatoa taarifa. Hivyo. Kwa hiyo vyandarua vipo. Lakini tuna afua nyingine kama zile za unyunyuziaji wa viuadudu. Halmashauri zetu zinatenga pesa na zinanunua kwa ajili ya kunyunyuzia madimbwi ili wale mazalia ya mbu, ili wale wadudu wasikue wakawa mbu kamili. Kwa hiyo hizo pia ni afua ambazo serikali yetu imewekeza sana. Na kila halmashauri inatenga pesa. Kama halmashauri haitengi pesa, pengine kinachosababisha wasitenge ni ufinyu wa budget. Lakini halmashauri zetu karibia zote zinatenga. Hata kama mwaka huu wamenunua kwa pesa zao, lakini kule ambako kuna malaria nyingi kama Ushetu na Msalala, serikali kuu imetupatia hivyo viuadudu kwa mwaka huu. Na tumepata nafasi ya kuvichukua tayari. Kwa hiyo tunasubiri tu msimu wa mvua ukiisha. Msimu wa mvua ukiisha pengine tutawaita tena kuongea na nyie kwamba jamani, tunataka sasa tuanze kuangamiza mazalia ya mbu kwa kuwa vile viluilui. Na pia vitahitaji tutoe elimu ili watu wajue, wasije wakakimbia maji yao, wasije wakasema hatutumia ya maji yatatudhuru na nini. Kwa hiyo tutawahitaji tena vyombo vya habari kwa ajili ya kutoa elimu kwenye jamii. Kwa sababu punde tu msimu wa mvua ukiisha. Kama mkoa wa Shinyanga, hali yetu ya maambukizi ya malaria ikoje? Hali ya maambukizi ina fluctuate. Kuna miaka ya nyuma malaria ilikuwa juu sana, ikashuka, ikapanda tena. Lakini nilikuwa naangalia takwimu za hivi karibuni, malaria pia inashuka. Kwa hiyo huu wimbo kuna mahali unatupeleka. Na ndio maana nikasema inashuka, tulikuwa wapi, tuko wapi? Kwa mfano kupitia tafiti ya 2022, kila ukichukua watoto 100, watoto 16 wana vimelea vya malaria. Na wanaweza wakawa hawaumwi, ila wana vimelea vya malaria. Hiyo ni 2022. Sasa hiyo hapo tutakuja kusema tumetoka wapi baada ya miaka 5 tukifanya tafiti nyingine. Lakini kwa kutumia hizi takwimu tunazozizalisha, tunaona tunaenda vizuri. Tuko sasa hivi ukiangalia, ukichukua watoto 100, unaweza ukakuta watoto 10 mpaka 13, 12 wana malaria. Kwa hiyo inashuka kulingana na afua ambazo tunazifanya. Lakini pia kupitia hiyo tafiti hiyo ya mwaka 2022, ulikuwa kitaifa inatakiwa watoto walale kwenye vyandarua vizuri. Lakini sisi tulikuwa tu kwa 80% ya watoto chini ya miaka 5 wanalala kwenye vyandarua. Na hiyo ni kwa sababu mama kwanza akiwa mjamzito anapewa chandarua. Lakini mtoto akitimiza miezi 9 anapewa pia chandarua. Kwa hiyo tulikuwa tuna coverage nzuri ya watoto kulala kwenye vyandarua. Sasa maajabu ni kwamba wakati mama anapata chandarua, utashangaa ile tafiti wajawazito wana asilimia ngapi? 56.8. Sasa unajiuliza, akiwa mjamzito halali kwenye chandarua, lakini kwa nini mtoto analala kwenye chandarua? Kwa hiyo unaweza pia ukaona kwamba mtu akipewa elimu kwamba mtoto mlaze kwenye chandarua, atamlaza kwenye chandarua, alafu yeye sio analala wapi. Kwa hiyo takwimu mimi nilikuwa napenda yani iendane, kwa sababu mama atalala na mtoto, lakini hiyo takwimu haiendani. Kwa hiyo bado tunatakiwa kuendelea kutoa elimu sana kwenye jamii ili kila mtu aone umuhimu wa kulala ndani ya chandarua. Serikali inawekeza kila itopo leo kama hivyo umetuambia hapa. Kuna afua kadhaa zinatolewa ama zinafanyika. Kinachotufanya tusifikie kwenye hii zero kwa mkoa wetu wa Shinyanga nini? Yapi hasa ambayo yanaturudisha nyuma, yanatufanya tusifikie yale malengo ya pamoja? Sawa.
Kwanza malaria hizi afua zake zinategemeana. Kwa mfano afua ambayo tunaifanya kikamilifu sisi watu wa afya ni ya kutibu na kupima. Tunatibu, tunapima. Ili tukupe dawa ya malaria lazima tukupime. Ukiwa unaumwa, kuanzia vipimo mpaka dawa ni bure kabisa. Lakini kuna afua zingine ambazo hazitutegemei sisi peke yetu. Kwa mfano kuna haya mazalia ya mbu. Mazalia ya mbu yanatengenezwa na sekta mbalimbali. Kuna wataalamu wa barabara wanachimba. Hata ukipita we barabarani sasa hivi ukitoka hapa, utaona kuna sehemu watu wamechimba mchanga, wametengeneza madimbwi pale. Wakimaliza hawafukii. Ukienda Buzwagi pale, wewe ni shahidi, hapa ni karibu. Watu walitengeneza pale madimbwi. Walikuwa wanafanya shughuli za nini? Za kiuchumi. Wanapata kipato, wanaingizia taifa kipato, lakini mwisho wa siku wametengeneza mazalia ya mbu. Kuna watu wa viwanda, kuna watu wa kilimo. Kwa hiyo tuna hayo madimbwi. Sasa yale madimbwi ukisema uiachie sekta ya afya kama yenyewe, ni ngumu sana sisi kushughulika nayo sisi kama sisi. Na ndio maana kuna mkutano ulikaa mwaka jana nafikiri wa makatibu wakuu wa wizara mbalimbali. Wakaja na mpango wa kuzipa halmashauri ambazo zina kiwango kikubwa cha malaria ile dawa ya kunyunyizia kwenye haya madimbu. Ile afua ni ya ghali sana kuitekeleza. Kwa mfano kwa zile halmashauri zetu mbili zilipata lita 3566 kila moja. Lakini kutekeleza hiyo afua kwa halmashauri moja inahitaji milioni 260 na kitu. Unaona? Kipengele kaka. Ni kipengele. Hizo pesa ukisema, tukijaribu kusema halmashauri, mkurugenzi tunaomba utupe hii hela, ni pesa nyingi sana. Na pengine akifanya hiyo kuna vitu vingine havitafanyika sana. Na ndio maana nikasema hii kauli mbiu imekuja kwa wakati, kwamba sisi wananchi tunatakiwa tuwekeze. Lakini tunatakiwa tuchukue hatua. Lakini lazima tushiriki sisi kutokomeza malaria wenyewe. Kwa ile afua, sasa ile afua ya viwadudu ni afua ambayo inataka sekta mtambuka. Kama vile ambavyo waandishi wa habari mnatusaidia kutoa elimu, watu wa kilimo waje, watu wa madini waje, watu wa barabara waje. Haya madimbi walioyatengeneza pengine kuyafukia, watatengeneza madimbi mengine. Si umeona hicho kitu? Lakini sasa tunayatreat vipi haya madimbi ili mbu wasizaliane tena? Kwa sababu mbu akishakuwa hazaliani tena, malaria tunaondoka nayo. Na hiyo afua ya viwadudu ndio maana naona inapewa sasa nguvu na serikali kuu, ili tuhakikishe kama tutaitekeleza vizuri inavyopaswa tunatoboa. Kwa halmashauri zetu malaria nyingi iko Ushetu. Na Ushetu sasa, kwa mfano hii siongei kwa ajili ya tafiti. Kwa kuangalia takwimu zetu tunazozizalisha. Ukichukua watoto 100 Ushetu, watoto 32 wana malaria. Namba kubwa. Ni namba kubwa. Lakini ukienda Msalala ukichukua watoto 100, watoto 24 mpaka 25 wana vimelea vya malaria. Unaona bado hiyo ni takwimu kubwa. Lakini ukienda Shinyanga DC ukichukua watoto 100, watoto 21 mpaka 22 wana malaria. Sasa unaenda Kishapu wana 10, 14, Kahama wana 10, alafu Shinyanga Manispaa wana 9. Kwa hiyo ukiangalia huu ugonjwa ni mkubwa kwenye hizi halmashauri ambazo ziko maeneo ya vijijini. Lakini kwa mjini malaria sio kubwa. Na hii ni kwa sababu pia ya watu wa mjini kidogo wana pesa na minsi za kujikinga zinakuwa nyingi. Kwenye hizi halmashauri ambazo zinaongoza ni upi hasa, ili tuje huku nako tuimbe ule wimbo kwamba sasa malaria ni zero kabisa? Sawa, asante sana. Kwa hiyo mkoa kwa kushirikiana pia na Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI, nguvu iliyoko pia kwenye hizi halmashauri mbili ni tofauti. Tuna afua ya upimaji na matibabu ya malaria kupitia jamii kwenye hizi halmashauri zenye malaria nyingi.
na hiyo afua imewezesha kuwafundisha wataalamu ambao ni wale tunawaita wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo wale wanatusaidia kupita huko vijijini, wakipata mtoto mwenye homa watampima, kama ana malaria watampa dawa, kama hiyo malaria ni kali watampa rufaa aende kituo cha kutolea huduma za afya. Lakini hiyo afua ukija Kahama hautaikuta, wala ukienda Shinyanga Manispaa hautaikuta. Lakini kwenye hizi halmashauri mbili kuna tafiti pia zinaendelea za kusaidia na kuwezesha kutoa elimu kwenye jamii kwa namna ya tofauti. Kwa hiyo tuna watu wa taasisi ya Ifakara wanafanya tafiti pale Ushetu, lakini wanafanya hiyo tafiti pale Msalala. Na lengo ni hilo hilo, kuhakikisha tunashusha hicho kiwango cha malaria ambayo kiko ni kikubwa kije chini. Kinaposhuka, tunaposhusha malaria, hata shughuli za kiuchumi zinaenda vizuri. Unajua kama mtoto wako anaumwa, huwezi kwenda kazini. Kama mke wako amelazwa hospitali, hauwezi kwenda kazini. Kwa hiyo tunatamani kila mtu asipate malaria. Na ili kila mtu asipate malaria, kuna sasa hizi afua ambazo wewe mwenyewe unaweza ukajipambania nazo, kama kulala kwenye chandarua. Si ndio mfano hawa Betty, hawa wa Ushetu na Msalala. Shida yao nini? Hawalali vyandarua, hawatokomezi mazalia, ama wapi hasa panapowafanya wadumbukie kwenye dimbu hilo ambalo ni kubwa kweli? 100 kwa 30, 100 kwa 25. Mazalia ni kipengele. Mazalia ni kipengele. Lakini kulala kwenye chandarua, kupewa chandarua ni kitu kingine, na kulala kwenye chandarua ni kitu kingine. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza elimu. Na kuna siku moja tulikuwa kwenye uzinduzi kule Ushetu, mimi na wewe. Ndio. Tuliona ambavyo wananchi waliitika kuja na namna walivyokuwa wakizisubiria vyandarua kwa hamu. Na kuna kituo kimoja nimeona walipima watu 7, kitu ambacho pia kilikuwa sio kitu cha kawaida. Wiki hii pima watu 7 lakini walipata malaria watu 2. Kwa hiyo inatuonyesha kuna njia, kuna mahali tunaweza tukafika. Na sisi kazi yetu kubwa ni kutoa elimu. Kwa sababu unajua Waswahili walisema unaweza ukampeleka punda mtoni lakini huwezi kumlazimisha kunywa maji. Sahihi. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa ni kutoa elimu, ili mwisho wa siku watu wachukue hatua kama kauli mbiu inavyosema. Kila mtu akichukua hatua kulala kwenye chandarua kwa kiwango kikubwa, tutaweza kushusha hiki kiwango cha malaria. Ikija tafiti nyingine hatutaongea habari ya 16, pengine tutaongelea habari ya single digit, labda 8, 7, 6, 5 hapo. Kuwa na malaria nyingi pia sio sifa nzuri. Sio sifa nzuri. Hatutamani, na malaria imeleta shida nyingi. Hapa Shinyanga tunatumia damu nyingi sana kwa ajili ya malaria. Unajua ukiumwa malaria inapunguza damu kwa wingi, lakini inapunguza kiasi cha sukari mwilini. Kwa hiyo unaweza ukafa, sio kwa sababu ukafa yani sukari imeisha, kwa sababu ulipata malaria. Ukafa huna damu, lakini tukija kuangalia sababu za hicho kifo chako ilikuwa ni malaria. Kwa hiyo malaria imetusababishia sisi tuwe na mahitaji makubwa ya damu, lakini tuwe na mahitaji makubwa ya tiba ambazo zinahusisha na mambo ya sukari, kwa sababu inaleta changamoto tunaita hypoglycemia au upungufu wa sukari kwa watoto, lakini na kwa wale watu wazima ambao wanaugua malaria. Kwa hiyo ni jukumu la watu wa huduma za afya, lakini pia tunatamani malaria iwe mtambuka. Unajua kwa mfano ukienda kwenye afua zingine zina kitu tunaita mahali pa kazi. Ila malaria hatuna malaria mahali pa kazi. Kwa hiyo mahali pa kazi unakuta, ulishaona hii miradi ya barabara unakuta pale pana kauli mbiu inasema kwa mfano ukimwi unaua watu. Na miradi ya hii ya ujenzi mingi imebeba ujumbe wa ukimwi. Kwa hiyo epuka ngono zembe, ukimwi unaua. Umeona? Kwa hiyo kwenye hiyo afua ya ukimwi kuna ukimwi mahali pa kazi. Lakini hatujawa na afua ya malaria mahali pa kazi. Kwa hiyo kwa mfano kama tungekuwa na hiyo pia ingetusaidia sisi kufikisha ujumbe. Mtu anapita tu anasoma bango linamuonyesha afanyeje kwenye malaria. Kondom hadi kwenye maofisi bwana, ukitaki box. Umeona sasa? Lakini kwenye malaria haiko hivyo. Lakini kitu kingine kinachotutesa
ni matumizi holela ya dawa za kutibu malaria. Kuna mtu akipata tu homa sasa hivi hawezi kwenda hospitali, anaenda duka la dawa, anaomba mseto vidonge 6, lakini dozi yake ilikuwa vidonge 20 na ngapi na 4. Kwa hiyo akipata tu nafuu kidogo, amepoza poza anaenda. Kwa hiyo pia kwenye eneo hilo tunatakiwa kutoa elimu sana kwamba dawa tulikuwa tunatamani, najua wale wanauza dawa na wenyewe ni binadamu na wenyewe wanafanya biashara, lakini tulitamani mtu akija kununua dawa za malaria amuulize una kilo ngapi, amwambie dozi ya malaria ni vidonge 24 na 6 kupa chini ya hivyo. Huyo angerudi kabisa kituoni akapima ili apewe vidonge vya nini, vya bila malipo. Lakini kwa sababu sasa ubinadamu na issue za kutafuta keshi, mtu analazimika kumuuzia vidonge 6. Kwa hiyo pia hiyo inatuletea shida kwenye kutibu malaria. Mtu anapoza kumbe amevishusha kidogo, baada ya muda anakuja anazidiwa. Ndio ile unasikia mtu anasema nilikuwa mzima tu lakini sasa nimezidiwa, kumbe alipoza alafu vitu vimekuja vifanyaje, vimelipuka. Changamoto sana.